Ndugu zangu, baada nami kuongeza sauti kwenye kumshukuru Mungu, niseme kwamba tumekuja hapa katika tukio hili adhimu, siku ya gawio 2025, ili kupokea gawio la michango kutoka kwenye mashirika na taasisi za umma na makampuni ambao serikali ina umiliki wa hisa chache. Nimshukuru na kumpongeza Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji kwa kazi nzuri ya kuongoza mageuzi ndani ya mashirika ya umma. Lakini pongezi za pekee ni kwa msajili wa hazina pamoja na timu yake kwa ufuatiliaji wa siku hadi siku wa mashirika haya kwa kuipa umuhimu wa kipekee pia siku ya leo. Vile vile niwapongeze kwa maandalizi mazuri ya hafla hii. Hongereni sana. Mlitushukuru kwa hafla hii kufanyika Ikulu, lakini nadhani hapa ndo kwao. Sababu wizara inayoshughulika na msajili wa hazina ni mipango uwekezaji, ofisi ya Rais mipango uwekezaji. Kwa hiyo mmekuja nyumbani. Tukio hili linaakisi dhamira yetu thabiti ya kuhakikisha kuwa uwekezaji wa umma unaendelea kuleta matokeo chanya na yenye tija katika maendeleo ya kiuchumi ya taifa letu. Muhimu zaidi, siku hii inadhihirisha mwelekeo wa serikali wa kuingiza au kuzingatia ufanisi, tija na uwajibikaji katika uendeshaji wa mashirika ya umma. Kwa ufupi, tuseme tuna lengo la kuondosha mashirika mizigo. Tunataka mashirika yote yachangamke, yazalishe na walete returns serikalini kama walivyowekezwa wenyewe. Na hicho ndio kilio changu kikubwa toka mmenipa dhamana hii, kwamba mashirika ya umma kwa muda mrefu yamekuwa yakila kutoka serikalini, lakini yenyewe hayarejeshi. Kwa hiyo tumeanza safari vizuri. Tumeanza vizuri na wapongeza wote ambao mmeweza kuchangia. Kauli mbiu ya siku hii ya gawio ni mageuzi ya mashirika ya umma na wajibu wake kuchangia maendeleo ya Tanzania. Kauli mbiu hii inaweka bayana maono mapana ya serikali na matarajio ya Tanzania kuhusu nafasi ya mashirika na taasisi za umma katika kuharakisha maendeleo nchini. Leo hii tumepokea trilioni 1. Hii ni pesa kubwa. Inakwenda kutufaa kwenye mambo kadhaa. Lakini pia imepunguza ule utegemezi tulikuwa nao kule nyuma. Kama tulikuwa tunagaiwa trilioni 10, sasa 1 tumeileta wenyewe ndani, tategemea 9. Kwa hiyo tukienda hivyo kila mwaka, tunapunguza lile wanasema mapungufu ya utegemezi na tunaelekea kwenye kujitegemea. Na hivi ndivyo mashirika yetu yanatakiwa kufanya kazi. Lengo kubwa ni kuhakikisha mashirika yanaweza kujitegemea kiuendeshaji na yanaongeza mchango wake kwenye uchumi kwa ujumla. Katika kufikia azma hiyo, serikali imechukua hatua mbalimbali kutekeleza mageuzi kwenye mashirika na taasisi za umma. Kwa upande mmoja, hatua hizo zimeanza kuongeza kiwango cha kujitegemea na kupunguza utegemezi wa taasisi za umma kwa serikali, lakini utegemezi wa serikali kwa mashirika mengine ya fedha. Kwa yale mashirika sijui TASA, nani, simameni, jijengeni, muweze kukopa. Na wakiona unafanya, nakumbuka mwaka juzi tuliomba mkopo World Bank kwa ajili ya bandari, kuendeleza bandari zetu. Wakaja na hoja chungu mzima kwa nini hatuwezi kukopeshwa kwa ajili ya kuendeleza bandari zetu. Lakini walivyoona maendeleo ya bandari na walivyoona bandari inavyokusanya fedha, wamekuja wenyewe wanasema tuko tayari kuwakopesha. Milioni 500 dola hizi hapa zipo, tunataka kuwakopesha. Mbosa kaja mbio kwangu. Mama, nikamwambia tulia kwanza, usiharakishe. Hawa wameshaona kitu hapo. Kaa nao, zungumza nao ujue wana kitu gani haswa. Wasione kwamba tunaendelea sasa wenyewe 500 ikaje katutokea puani. Nikamwambia una pesa ya kutosha kufanya development, anza mwenyewe. Ukikwama tutaangalia, je, tunakwenda huko au tunakwenda wapi?
Na hiyo ndio fahari ya nchi. Hiyo ndio fahari ya nchi. Kwa mambo ni hayo. Wakikuona unafanya vizuri wenyewe wanakuja. Lakini wakikuona unasuasua huku watakuwekea macondition na masababu chungu mzima kwa nini wasikupe mtaji. Na ndio maana nikasema jitahidini kuingia soko la mtaji. Kule wananchi wenyewe watachangia. Mtapata fedha za kuendeleza mashirika yenu na mtapata kuwarudishia wananchi fedha yao. Kwa hiyo ndio fahari tunayoitaka ya mashirika yetu, kupunguza deni la taifa na mashirika wakope kwa balance sheet zao wenyewe na sio kupitia kwa PST. Na PST saa nyingine baada ya rangi hiyo alionayo anakuwa wa pinki. Unampelekea mahitaji, anakuambia naomba kukuona. Ukisikia naomba kukuona, anakuletea listi kwa mwezi huu na madeni ya nje ya kulipa haya. Kuna certificate zimemachua hizi. Kuna madeni ya default tulizozifanya za mahakamani. Sijui kuna nini, mishahara na nini nimeshatoa zimebakia hizi. Sasa hili uliloniletea hili. Kwa hiyo tukimpunguzia ile tuna madeni ya nje haya, tuna nini haya, itamsaidia kukaa vizuri zaidi. Sasa ndugu zangu, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu amesema siku ya maokoto sio siku ya kusema sana. Lakini mimi nimesema sana kwa faraja na furaha nilionayo. Kwamba mashirika yetu sasa yana mwelekeo mzuri na yanajenga heshima ya nchi yetu. Hongereni sana. Baada ya kusema hayo, nikushukuru sana waziri na msajili wa hazina na watu wenu wote mnaofanya hii kazi. Niwashukuru mashirika kwa kazi nzuri mnayoifanya, mageuzi mnayoleta, michango mliotoa, gawio mliotoa, na washukuru sana. Na niseme kazi iendelee na kazi na utu, tusonge mbele. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana.